Habari kubwa hivi sasa katika michezo hususan mpira wa miguu kwa hapa nchini, pengine na ukanda wa Afrika Mashariki na Kati na kwingineko juu ya soka la Tanzania ni kuelekea mechi ya dabi, watani wa jadi. Yanga watakaokuwa wenyeji wakitarajiwa kucheza mechi ya raundi ya 23 dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba Mnyama, ambao wenyewe watakuwa wakicheza mechi yao ya 22 katika ligi kuu Tanzania bara msimu huu 2024-25. Sasa kuelekea huko ni vyema kufahamu pia katika zile small details, taarifa ndogo ndogo za kujificha ambazo hapa kupitia jukwaa hili la Mbwaduke Start Sport Next Level tumekuwa tukikufikishia ili kujua hivyo vilivyojificha ficha. Basi leo hii wacha tukueleze kuhusu uwezo wa hizi timu katika kufika kwa wapinzani na kufanya majaribio ya kufunga, lakini pia namna ambavyo ukuta wao umekuwa imara katika kuzuia, kwa sababu maeneo yote hayo mawili kwenye ncha zote mbili katika kushambulia na kuzuia ndiko ambako bila shaka kunafanya mchezo huu uende kuwa wa kuvutia, wa kusisimua. Ni kwa sababu gani? Ni kwamba mpaka sasa katika ligi kuu Tanzania bara timu jinsi ya kujua namna gani zenyewe zinafika zaidi kwa wapinzani na kufanya majaribio ya kufunga, kipimo kimoja wapo ni kuona namna gani zinapiga mashuti, kwa maana kufanya majaribio ya kufunga. Sasa katika orodha unagundua kwamba mpaka sasa Yanga ndio namba 1 katika kufika zaidi kwa wapinzani, kufanya majaribio ya kufunga, kwa sababu ikiwa imecheza mechi 22 mpaka sasa Yanga imeshapiga mashuti, tunasema shots, mashuti 262 na kuwa ndio timu namba 1 kwa kupiga mashuti mengi mpaka sasa kufanya majaribio ya kufunga. Katika mashuti haya 262, mashuti 143 yamelenga lango. Halafu tunafahamu sote kwamba Yanga mpaka sasa goals, mabao, imeshafunga mabao 58. Hii inaifanya Yanga kuwa ndio timu inayofika zaidi kwa wapinzani. Lakini mabao haya 58 ndio ambayo yanaifanya Yanga iwe namba 1 kwa kufunga mabao mengi mpaka sasa ikiwa imecheza mechi 22. Sasa kupiga mashuti 262 halafu 143 yamelenga lango, tunapata kitu kinaitwa shooting accuracy. Shooting accuracy ya Yanga tutagundua hapo ni 143, kwa maana mashuti kwa usahihi yanavolenga shabaha. 143 chini mashuti yote ambayo ni 262, ukizidisha kwa 100 hapa utapata shooting accuracy. Usahihi wa kupiga mashuti ni around 55%. Hii ni Yanga ndio inayoshika nafasi ya kwanza. Ya pili ni Pamba Jiji ambayo haihusiki katika dabi hii. Pamba jijini Mwanza mpaka sasa yenyewe imeshapiga mashuti 228. Kati ya hayo 228, 102 yamelenga shabaha na wamefunga mabao 13. Pamba ndio miongoni mwa timu zinazofika zaidi kwa wapinzani kufanya majaribio ya kufunga, lakini sote tunafahamu Pamba ndio timu inayoshika nafasi ya pili kwa kufunga mabao machache, kwa sababu baada ya Tanzania Prisons iliyofunga mabao 12, Pamba Jiji inafuatia kwa kufunga mabao 13. Yani inafanya jitihada nyingi lakini mipira haiendi wavuni. Hii haihusiani na dabi. Nafasi ya 3 ndio ambayo sasa hapa tunaizungumza, kwa sababu ya pili ni Pamba. Tunasema hii hatutajadili sana kwa leo hii kwa sababu tunadili na kuelekea mechi ya watani wa jadi. Pamba ambaye imepiga mashuti 228 kama nilivyoeleza, mashuti 102 yamelenga shabaha, goals, mabao aliyofunga ni 13. Lakini Simba ndio gumzo, kwa sababu yenyewe licha kwamba imecheza mechi 21 tofauti na timu nyingine zilizocheza mechi 22 kama Yanga, lakini mpaka sasa Simba inashika nafasi ya 3 kufanya majaribio mengi ya kufunga, kwa sababu yenyewe imeshapiga mashuti shots, imepiga mashuti 219 na hivyo kuwa ya 3 baada ya Yanga. Pamba inafuatia Simba. Kwa hiyo mashuti haya 219, mashuti 121 yamelenga lango. Kwa hiyo nayo tukipima kile kipimo tunachosema ni shooting accuracy, usahihi wa kupiga mashuti ya kulenga shabaha, tutapata hapa 121 chini teka 219 ambao wameyapiga, zidisha kwa 100. Ukikokotoa kwa usahihi, ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Start Sport Next Level, utagundua ni 55% kama ilivyo Yanga. Kwa maana ya usahihi wa kupiga mashuti ya kulenga shabaha, Yanga na Simba uko sawa sawa kwa wastani wa 55%. Lakini Simba kwenye mabao mpaka sasa imefunga mabao, tunafahamu vizuri, mabao 46. Hapa sasa tutapata uwezo wa Simba kubadilisha nafasi kuwa mabao. Tunasema goal conversion rate. Tutafanyaje? Tutachukua 46, hii 46 mabao yote waliofunga, chini tutaweka mashuti yote yaliyopigwa ambayo ni 219, alafu tutazidisha kwa 100. Ukizidisha kwa usahihi
Ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, utagundua uwezo wa Simba kubadilisha nafasi kuwa mabao ni around 21%. Kwa Yanga yenyewe ambayo mpaka sasa imefunga mabao 58. Hii goal conversion rate nayo tutachukua 58 mabao yote walofunga Yanga. Halafu majaribio waliofanya ambao ni 262 kizidisha kwa 100 utapata hapa around 22%. Hii ni Yanga. Kwa hiyo kwenye goal conversion rate, kubadilisha nafasi kuwa mabao, Yanga wako juu kwa 22% kulinganisha na Simba ambayo yenyewe goal conversion rate tuliona hapa mabao 46 baada ya kupiga mashuti 219, ukizidisha kwa 100 tukapata 21%. Kwa hiyo kwenye eneo hili la kubadilisha nafasi kuwa mabao kwa sasa kufikia round 22 ambayo Yanga wamecheza, Simba round 21, Yanga wako juu kwa kuwa na 1% zaidi ya Simba. Sasa uhondo na kuja zaidi kwenye eneo la kuzuia. Ukienda kwenye kuzuia, kipimo kimoja wapo cha kujua namna gani timu zilivyo imara katika kuzuia, basi tunaangalia yale mashuti yaliyopigwa na wapinzani kulenga shabaha, kulenga lango kwao. Yani hapa tunazungumzia shots on target against wao, sio wao kupiga. Nadhani hapo imeeleka vizuri ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level. Sasa ukiangalia vizuri katika mpaka sasa orodha ligi kuu Tanzania bara, ukiondoa mechi ya round ya 23 iliyochezwa kati ya Ken Gold dhidi ya Mashujaa, mechi nyingine zote zilizobakia timu ambazo zimepigiwa mashuti machache zaidi kulenga shabaha, ya kwanza ni Simba. Kwa lugha nyingine, ya mwisho katika timu zilizopigiwa mashuti mengi na wapinzani, au tunasema ya kwanza kwa kuwa na ukuta mgumu, kutoruhusu wapinzani kulifikia lango lao na kupiga mashuti kwa usahihi ya kulenga shabaha. Nadhani imeleka vizuri. Na ndio maana haishangazi kuona Simba mpaka sasa ndio timu yenye ukuta mgumu zaidi ikiwa imeruhusu mabao 8, Yanga ikifuatia ikiwa imeruhusu mabao 9. Lakini kwenye kupigiwa mashuti ya kulenga shabaha, utaona Simba ndio iko mkiani katika kupigiwa mashuti mengi. Kwa lugha nyingine tunasema ni ya kwanza kwa kuwa na ukuta mgumu kuwabania wachezaji wa timu pinzani kufikia lango lao na kumfanyia majaribio golikipa wao Musa Kamara, Ali Salim au yeyote anikaa golini. Nadhani imeleka vizuri. Sasa orodha iko kama ifuatavyo ya shots on target against, yani orodha ya timu kwa kuangalia zilivyopigiwa mashuti na wapinzani wao. Nadhani imeleka vizuri. Hapa tuzungumzie wao kupiga mashuti bali wao kupigiwa mashuti. Tukiangalia orodha hii, maana yake ni kwamba zile zilizopigiwa mashuti machache ndizo zenye ukuta imara zaidi kuliko zile zilizopigiwa mashuti mengi, maana wapinzani watakuwa wanafika zaidi kupiga mashuti mengi zaidi kulenga shabaha, pale tu ukuta wa timu husika utakuwa unapitika kirahisi kulinganisha na wengine. Hapa imeleka vizuri. Tukiweka katika orodha sasa, Ken Gold ikiwa kabla hata haijacheza dhidi ya Mashujaa ndio timu inayoshika nafasi ya kwanza kwa kuruhusu sana wapinzani kupiga mashuti kulenga shabaha kwenye lango lao. Kwa lugha nyingine, ndio timu yenye ukuta wenye huruma zaidi kwa wastani katika mechi 22 walizokuwa wamecheza kabla ya mechi dhidi ya Mashujaa kwa kuruhusu wapinzani kufika kwao. Ken Gold inashika nafasi ya kwanza kwa sababu gani? Ken Gold ilikuwa tayari imesharuhusu mashuti kulenga shabaha kwenye lango lao, kupigwa mashuti 96. Ken Gold. Halafu ya pili katika orodha hii utaikuta Pamba Jiji. Pamba Jiji nayo ndio miongoni mwa zile ambazo zinaruhusu mashuti mengi kupigwa kwao. Inashangaza kidogo sababu Pamba Jiji ndio timu ya pili kwa kufika zaidi kwa wapinzani kupiga mashuti, tumetoka kuona. Lakini Pamba Jiji inapatikana tena kwenye ncha ya kupigiwa mashuti mengi zaidi kwenye lango lao. Makipa wake akiwemo Yona Amos wamekuwa wakipata wakati mgumu zaidi wa kukabiliana na mashuti kutoka kwa wapinzani, kwa sababu ukuta wa Pamba nao unapitika sana na kipa wao kufikiwa sana na kufanywa majaribio ya kufungwa. Pamba inashika nafasi ya pili kwa sababu mpaka kufikia mechi ya 22 iliyocheza ilikuwa imeshapigiwa mashuti 82. Ya tatu baada ya Pamba ni Kagera Sugar. Yenyewe ya Kagera Sugar ambayo yenyewe tayari kufikia mechi ya 22 ilikuwa imeshapigiwa mashuti 74. Halafu ya 4 inayoshika nafasi ya 4 ni Tanzania Prisons ya kule jijini Mbeya. Prisons wa Jela. Prisons tayari wao walikuwa katika mechi 22 wameshapigiwa mashuti 71. Halafu ya 5 ni KMC, timu ya Manispaa ya Kinondoni. Nayo ilikuwa imeshapigiwa mashuti 71 kama ilivyo Tanzania Prisons, mashuti 71. Halafu ya 6 ni Fountain Gate ya kule Manyara
mkoani Manyara, yenyewe ilikuwa tayari imeshapigiwa mashuti 69 baada ya kucheza mechi 22. Alafu ya 7 baada ya Fountain Gate ni Dodoma Jiji. Dodoma Jiji ya Dodoma ya kocha Meki Maxime tayari baada ya mechi 22 ilikuwa tayari imeshapigiwa mashuti 67. Kutoka Dodoma Jiji inayofuatia ni Mashujaa, ambayo hapa tunazungumzia Mashujaa kabla ya kucheza mechi yao ya 23 dhidi ya KenGold. Mashujaa ya Kigoma yenyewe ndio inashika nafasi ya 8, nafasi ya 8. Mashujaa wana mapigo na mwendo. Mashujaa inashika nafasi ya 8 katika eneo la kuruhusu wapinzani kupiga mashuti, kwa sababu tayari ilikuwa imeshapigiwa mashuti 65. Mashujaa nafasi ya 9. Nafasi ya 9 baada ya Mashujaa ni JKT Tanzania. Hii JKT Tanzania nyumbani kwake ni pale uwanja wa Meja General Isamuhyo, yenyewe ilikuwa imeshapigiwa mashuti 57 baada ya kucheza mechi 22. Halafu baada ya JKT ya 10 ni Coastal Union ya Tanga. Coastal Union yenyewe tayari baada ya mechi 22 ilikuwa imeshapigiwa mashuti 54. Coastal Union ya 11 ni Namungo ya kule Ruangwa mkoani Lindi, yenyewe baada ya mechi 22 pia ilikuwa imeshapigiwa mashuti 54 kama ilivyo Coastal Union, mashuti 54. Halafu ya 12 ni Singida Black Stars ya kule Singida. Singida Black Stars yenyewe tayari ilikuwa baada ya mechi 22 imeshapigiwa mashuti 47. Ya 13 baada ya Singida Black Stars ni Tabora United. Tabora United ya kule Tabora, nayo baada ya kucheza mechi 22 Tabora United ilikuwa imeshapigiwa mashuti 44. Halafu ya 14 ni Azam wanalambalamba baada ya mechi 22 wao tayari walikuwa wameshapigiwa mashuti 43. Ya 15 hapa ndo tunaikuta Yanga. Yes, Yanga mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu, wao walikuwa tayari wameshapigiwa mashuti 30. Yanga mashuti 30 ya kulenga shabaha ilishapigiwa. Halafu ya 16 ndo tunakuta mnyama Simba, ambayo yenyewe baada ya kucheza mechi 21 tayari ilikuwa imeshapigiwa mashuti ya kulenga shabaha mashuti 20. Tunakumbuka vizuri Dodoma Jiji pia wamecheza mechi 21 kama Simba, kwa sababu mechi ambayo Simba wanayo ya kiporo ni ile waliopaswa kucheza dhidi ya Dodoma Jiji, ambao tunakumbuka kuna kipindi walipatwa na matatizo, kupata ajali wakati wakitoka kule Ruangwa mkoani Lindi kucheza dhidi ya Namungo. Sasa mechi yao dhidi ya Simba ikawa imeahirishwa, na ndio kiporo ambacho kinafanya Simba wawe na mechi 21 kama ilivyo Dodoma Jiji. Sasa ukiangalia orodha unaona kwamba timu zilizopigiwa mashuti mengi ya kulenga shabaha kwa mtiririko unaopungua kutoka ile ya juu kwenda ya chini, KenGold namba 1 ya 16 ni Simba. Lakini Simba katika mashuti ya 20 waliopigiwa wamecheza save, makipa wake wamecheza saves 12, na ndio maana Simba imeruhusu mabao 8. Kwa maana nyingine mechi zote zilizocheza 21 wapinzani katika kukuruka kara zote kwenda kuishambulia Simba, mashuti waliofanikiwa kuyapiga kulenga shabaha ni 20 tu. Yote ni kwa sababu ya ukuta imara wa kina Shemalon Fondo, kina Abdurazak Hamza, mabeki Shomari Kapombe, beki Mohamed Hussein Shabalala, viungo wao Fabrice Luamba Ngoma, na hivi karibuni amekuwa hapo zaidi pia Yusuf Kagoma. Wote kwa pamoja kwenye mfumo wa kiulinzi kama timu wanaposhambuliwa wanafanya pawe na ukuta mgumu kiasi ya kwamba wapinzani hata pale wanapokaribia lango lao wanakuwa chini ya shinikizo kali na kujikuta mashuti wanayopiga yakiishia kutoka nje ama kutopata nafasi kabisa. Matokeo yake ndio maana wapiga mashuti machache, na hayo machache ni machache yaliyoingia wavuni ambao ni 8, huku 12 yakiishia kuchezwa. Na tukumbuke yale mabao 8 yale mawili wamejifunga wenyewe Simba. Bao alijifunga Kijiri, bao alijifunga Ladaki Chasami. Kwa hiyo tukizama ndani zaidi, mashuti yaliyopigwa kulenga shabaha kwa Simba haya katika 20, maana yake ni kwamba yale yaliyosababisha mabao yale 8, mawili ukiondoa, maana yake wapinzani waliofanikiwa kufunga ni mashuti 6 tu. Nadhani nimeeleka vizuri kwa sababu mabao mawili kati ya 8 wamejifunga wenyewe. Kajifunga Ladaki Chasami mechi dhidi ya Fountain Gate, kajifunga Kevin Kijiri mechi ya watani wa jadi ya mzunguko wa kwanza dhidi ya Yanga. Lakini kwa Yanga katika mashuti haya 30, mashuti 21 makipa wameyacheza, kwa maana ya
Djigui Diarra alicheza mechi nyingi zaidi, lakini pia Abubakar Khubain ama Abu Twalibu Msheri. Kwa hiyo wao katika mashuti 30 wameruhusu mabao 9 tunatambua. Kwa hiyo wapinzani jitihada zao za kujaribu kufunga kwenye mechi 22 za Yanga katika dakika 1980 ni mashuti 30 tu, na yaliyoingia wavuni ni mabao 9. Sasa Yanga hii ambayo ndio kinara kwa kupiga mashuti dhidi ya wapinzani, tumetoka kuzungumza awali, mashuti 262 huku 143 ya kilenga lango, huku wakifunga mabao mengi zaidi ni 58, wanakutana siku ya Jumamosi na watani zao wakiwa na sifa ya kuwa ndio timu imara zaidi katika kuzuia, ndio timu haikupi nafasi ya kutosha kufanya majaribio ya kufunga kwa kulenga shabaha, lakini ndio timu iliyoruhusu mabao machache zaidi. Hapa peke yake unaona ni sehemu mojawapo ya mvuto katika siku hiyo. Lakini kumbuka pia hata Simba hawako nyuma katika kufanya majaribio ya kufunga, kwa sababu licha ya kwamba imecheza mechi moja pungufu, mechi 21, lakini tumeona katika orodha baada ya Yanga Pamba inayofuatia ni Simba. Kwa hiyo nayo inafika zaidi kwa wapinzani. Uwezo wake kubadilisha nafasi tumesema ni 21% kwa mabao. Shooting accuracy yake ni 55% kama Yanga. Ile kubadilisha nafasi, goal conversion rate tuliona tofauti ni 1%, lakini kwenye mabao Simba wamefunga 46 wakati Yanga 58. Kwa hiyo Simba nayo inashambulia vizuri. Lakini Yanga pia sio kwamba inafunga sana, inashambulia sana basi ukuta wake uko legelege. La hasha. Tunaiona hapa baada ya Simba kuwa na ukuta imara zaidi kwa kuruhusu mabao machache ambayo ni 9, lakini hata kupigiwa mashuti ya kulenga shabaha, Yanga ni ya pili baada ya Simba, ingawa imecheza mechi nyingi zaidi, mechi 22. Nadhani imeeleweka vizuri, kwa maana kwamba ukuta wa Yanga pia Ibra Baka, Bakari Nondo Mwamnyeto, Dickson Joe, big brain defender, mabeki wa pembeni. Hapa tunazungumzia Shadrack Isaka Boka, lakini hivi karibuni nimekuwa kicheza Israel Patrick Mwenda ama Shomari Kibwana, viungo wao wa ukabaji. Hapa tunazungumzia Khalid Aucho Doctor, tunazungumzia Mudathia Abbas ama Juk Abuya, kwa pamoja kwenye kutekeleza majukumu ya kiulinzi, wakiungana na viungo wao ushambuliaji na washambuliaji wao ambao jukumu la kiulinzi huanza kulitekeleza katika nusu ya pili ya uwanja kwa kufanya shinikizo, pressing dhidi ya wapinzani. Wamekuwa nao ni imara katika kuzuia, lakini wamekuwa wazuri zaidi katika kushambulia kupitia kwa kina Clement Mzize Walid, Prince Melo Dube, Stefan Azizki, Pedro Pacome Zouzoua, Maxim Pianzengeli, Cletus Chota Chama, Juka Abuya anapokwenda kushambulia, Mudathia Abbas, na hivyo kufanya hiyo siku ya dabi Jumamosi Yanga ukuta wake kina Ibra Baka kucheza dhidi ya Lionel Atebambida, Jasha Ahua, Kibu Dennis Prosper, Eli Mpanzu Kibisawala, Steven Dese Mukwala, lakini washambuliaji wao wakikabiliana na akina Abdurazak Hamza, akina Shemalon Fondo, akina Shamu Karabu, akina Shomari Kapombe, akina Mohamed Hussein Shabalala na kipa wao Musa Kamara, katika kuhakikisha lango la Simba linaendelea kwa imara, katika kuhakikisha Yanga inaendeleza makali yake ya kufunga. Ni maeneo ambayo yote yanaleta mvuto. Simba wakali katika kushambulia, wakali katika kuzuia. Yanga wakali katika kushambulia, wakali katika kuzuia. Je, nini kitakachotokea? Ni swala la kusubiri katika siku hiyo, kwa sababu maeneo hayo ni maeneo mengine ya mvuto kwenye mechi hiyo ambayo mwamuzi wake atakuwa Ahmed Arajiga. Tumeshaambiwa kilichobaki ni kwenda tu uwanjani kushuhudia mechi hiyo. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.